since 2022. President Trump promises the prices will go down, but his grip on Republican support on Capitol Hill is weakening. Mtu mmoja aliyefyatua risasi karibu na eneo la ukaguzi wa usalama wa White House ameuawa baada ya kurushana risasi na maafisa wa Secret Service wa Marekani usiku wa Jumamosi, mamlaka za Marekani zimethibitisha. Vyombo vya habari vya Marekani vimemtaja mshukiwa kuwa ni Nasiah Best, mwanaume mwenye umri wa miaka 21 ambaye alikuwa akifahamika na Secret Service na alikuwa na historia ya matatizo ya afya ya akili. Rais wa Marekani Donald Trump aliwapongeza maafisa wa usalama kwa kile alichokiita hatua za haraka na za kitaalamu katika kumzuia mshambuliaji huyo. Kupitia ujumbe wake kwenye Truth Social, Trump alisema mshukiwa huyo alikuwa na historia ya vurugu na huenda alikuwa na mapenzi yaliyopitiliza dhidi ya moja ya majengo muhimu zaidi ya Marekani. Tukio hilo limetokea mwezi mmoja tu baada ya mshambuliaji mwingine kufyatua risasi wakati wa hafla ya White House Correspondents' Dinner. Kwa mujibu wa taarifa ya awali, muda mfupi kabla ya saa 12 jioni kwa saa za Washington, kijana huyo alitoa bastola kutoka kwenye begi lake na kuanza kufyatua risasi karibu na makutano ya 17th Street na Pennsylvania Avenue NW karibu na jengo la Eisenhower Executive Office Building. Maafisa wa Secret Service waliokuwa eneo hilo walijibu mashambulizi hayo kwa kufyatua risasi na kumpiga mshukiwa huyo ambaye baadaye alikimbizwa hospitali ambako alitangazwa kufariki dunia. Mtu mmoja aliyekuwa karibu na eneo hilo pia alijeruhiwa, ingawa maafisa hawajatoa taarifa zaidi kuhusu hali yake. Hakuna askari wa Secret Service aliyejeruhiwa. Trump alikuwa ndani ya White House wakati tukio hilo likitokea, lakini Secret Service ilisema hakuna viongozi waliokuwa hatarini wala shughuli rasmi zilizoathirika. Vyanzo vya uchunguzi viliambia CBS kuwa Best alikuwa amewahi kujaribu kuingia White House mwezi Julai mwaka 2025 na baadaye kukamatwa karibu na eneo hilo kabla kupelekwa kwenye kituo cha afya ya akili. Alikuwa akiishi Washington DC kwa miezi 18 iliyopita. Baada ya milio ya risasi kusikika, waandishi wa habari waliokuwa White House waliamriwa kukimbilia kwenye chumba cha mikutano ya waandishi wa habari kwa usalama. Mwandishi wa ABC News Selina Wang alionekana kwenye video akijificha chini huku milio ya risasi ikisikika upande wa North Lawn. Tuliambiwa tukimbie haraka kwenda kwenye briefing room ambako tulikaa kwa muda, aliandika kwenye mtandao wa X. Mwandishi wa CBS News Aaron Navarro alisema milio ya risasi ilisikika kutoka maeneo tofauti karibu na viwanja vya White House. Mara tu tuliposikia risasi tuliinama chini na maafisa wa Secret Service wakaanza kupiga kelele wakisema ingia ndani, ingia ndani, alisema. Waandishi wa habari walibaki ndani ya chumba hicho kwa takriban dakika 30 huku magari ya wagonjwa na maafisa wa usalama wakionekana nje ya eneo hilo. Mamlaka zimesema uchunguzi kuhusu tukio hilo bado unaendelea, huku baadhi ya barabara zinazozunguka White House zikitarajiwa kubaki zimefungwa kwa muda.